Waziri wa mambo ya kigeni nchini Sudan amesema huenda taifa hilo likapiga marufuku ndege za Kenya kutumia anga yake, pamoja na kusitisha kuagiza majani chai baada ya serikali ya Kenya kuruhusu kikosi cha Rapid Support Forces na washirika wake kutia saini hati ya serikali mbadala katika ardhi ya Kenya. Katika mahojiano ya kipekee na BBC, Ali Youssef amelilimbikizia Kenya lawama pamoja na Umoja wa Milki za Kiarabu UAE kwa kuwezesha mkutano huo kufanyika. Mzozo huo wa kidiplomasia ulianza wakati RSF na makundi washirika walipotia saini makubaliano ya kisiasa mjini Nairobi wiki iliyopita. Hatua hiyo imeibua shutuma kutoka Sudan na jumuiya ya kimataifa. Muungano wa Milki za Kiarabu UAE imelaumiwa mara kadhaa na Umoja wa Mataifa na Marekani kwa kutoa silaha kwa kikosi cha RSF, madai ambayo imekuwa ikikanusha. Kwa upande wake, serikali ya Kenya imejitetea kupitia kwa waziri wa mambo ya kigeni Musalia Mudavadi, ikisema Kenya haikuwa na nia mbaya kwa kutoa fursa hiyo. Tutachukua hatua zinazoambatana na utaifa wetu. Tunaweza kupiga marufuku ndege za Kenya kutumia anga ya Sudan. Tunaweza kusitisha kuagiza chai kutoka Kenya, licha ya kuwa Sudan ni nambari 2 katika orodha ya waagizaji wakubwa wa chai kutoka Kenya. Sina haja ya kueleza ni kwa nini walitufanyia hivyo. Wanaweza kuwa waliwekewa shinikizo kubwa au hata kuhongwa ili kuchukua hatua ya aina hii. Tugeuke taarifa nyingine sasa. Mataifa ya Ukraine na Marekani yanaripotiwa kuwa tayari kutia saini mkataba utakaoipa Marekani madini nadra kutoka Ukraine baada ya shinikizo kutoka kwa Rais Donald Trump kwa taifa hilo kulipia misaada ya kijeshi ya hapo nyuma katika vita dhidi ya Urusi. Mengi zaidi kuhusu mkataba huo bado hayajajulikana, lakini imebainika kwamba mkataba huu hautoi hakikisho la kiusalama kwa Ukraine. Licha ya haya, maafisa kutoka Ukraine wanasema makubaliano hayo ni hatua nzuri. Donald Trump mwenyewe ameyataja makubaliano hayo kama makubwa sana na kusema kuwa Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine angependa kuyatia saini mara moja wakati wa ziara yake mjini Washington siku ya Ijumaa. Taarifa ifuatayo ni ya Joe Inwood ikiwasilishwa na Hamida Abubakar. Je, akiba kubwa ya madini ya Ukraine ambayo haijatumika inaweza kuwa kichocheo cha kuendelea kwa vita nchini humo? Rais Zelensky alikuwa amependekeza hivyo awali. Mwezi Februari alionyesha ramani hizi za siri kwa waandishi wa habari akielezea kilicho chini ya ardhi. Graphite na lithium ni muhimu kwa kutengeneza betri, huku titanium na zirconium hutumiwa katika kila kitu, kutoka kwa ndege hadi vituo vya umeme. Madini haya pamoja na mengine ya adimu yanapatikana kwa wingi chini ya ardhi ya Ukraine, ingawa sehemu kubwa yake inamilikiwa na Urusi. Na kwa sasa inaonekana makubaliano ya aina fulani yamefanywa kwa upatikanaji wa madini haya. Haijulikani ni masharti gani yaliyowekwa, lakini inasemekana kwamba hitaji la Marekani kutoka takriban dola nusu trilioni limeondolewa. Akizungumza katika hotuba yake usiku, Rais Zelensky hakutaja mpango wowote, lakini hii ilithibitishwa kwa BBC na maafisa wa Ukraine na kudokezwa na ikulu ya White House. Nasikia anakuja Ijumaa. Hakika ni sawa kwangu ikiwa angependa kusaini mkataba akiwa nami, na ninaelewa hilo ni jambo kubwa sana. Kwa kuhusisha kwa uwazi uungwaji mkono wa Marekani na haki za madini, Rais Trump ameanzisha tena historia ya miaka mingi ya sera za kigeni na kuweka wazi kwamba uungwaji mkono wa Marekani kwa Ukraine sio kuhusu maadili ya pamoja ya vita, bali ni kuhusu thamani inayopatikana katika ardhi yao. Tusalie katika taarifa hiyo. Sasa, kabla ya Rais Zelensky kumtembelea Trump, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atakutana na Rais Trump jijini Washington siku ya Alhamisi. Starmer ametangaza kwamba serikali itaongeza bajeti kwa idara ya ulinzi hadi kufikia 2.5% ya pato la taifa uchumi katika kipindi cha miaka 2 ijayo. Ili kufanikisha hili, serikali hiyo itapunguza misaada yake kwa mataifa maskini zaidi duniani. Mwandishi wa BBC wa Marekani Kaskazini Peter Bowes anaeleza zaidi kuhusu jinsi Marekani itakavyofaidika na mpango huu wa Uingereza. It does, as we've just been hearing, put the United States... Tunaona na tunasikia kwamba hii imerejesha Marekani kwa Ukraine. Swali kubwa ni hili suala la uhakika
wa usalama. Tumekuwa tukilisikia kwa wiki nzima. Hatufahamu kama makubaliano haya yanatoa hakikisho la msaada wa kijeshi baadaye kwa Ukraine. Military assistance, for example, for Ukraine. Donald Trump ametumia neno hili, haki yao ya kuendelea kupambana, na kama alivyoeleza ni vita kuendelea hadi pale kutakapokuwa na mazungumzo na makubaliano ya kumaliza vita na Rais Putin na Urusi, ila muda wa hilo kufanyika haujulikani. Whenever that happens to be. Rais wa DRC Felix Tshisekedi amesema mauaji ya kimbari yanafanyika mashariki mwa nchi hiyo na kuilaumu jamii ya kimataifa kwa kile alichokitaja kama kupuuza vifo vya mamilioni ya raia wa Kongo. Tshisekedi alikuwa akizungumza wakati wa mazungumzo ya ndani ya kuleta amani nchini humo. Amesema zaidi ya watu milioni 10 wameuawa katika vita tangu miaka ya 90. Belechi Msoshi ana taarifa zaidi kutoka Kinshasa. Naam, hii ni ofisi ya mshauri maalum wa Rais Tshisekedi ambaye anahusika na maswali za usalama. Hapa amepokea wanachama, wanasiasa, mashirika ya kiraia, hata viongozi wa kidini ambao wamesikilizwa ili kutafuta namna gani ya kutatua mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mgogoro ambao umesababisha zaidi ya watu milioni 10 ambao walifariki kulingana na Rais Tshisekedi. Na lengo zaidi ya mkutano huu, mazungumzo haya kati ya wanasiasa na mshauri wa Rais Tshisekedi, ni kutatua haswa swala la usalama mashariki mwa Kongo. Kama mmefahamu, kwa sasa maeneo mengi yamedhibitiwa na waasi wa M23, na lengo zaidi ni kuweka wakongomani wote pamoja ili kuangalia namna gani kutatua mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini hadi sasa chama cha Rais mstaafu Joseph Kabila kimepinga mkutano huu, lakini wanasiasa wengi wamesitisha na kusema kwamba lazima wapinzani wote, wale wote ambao wamepinga, lazima kuweka kwanza migogoro au mvutano wa kisiasa pembeni ili waje hapa wazungumze. Bilizane kushikwe mavita ile tuko nashikia ku este, tunakondane mainchi ile ya inje kuya kualabisha mkini yetu. Bale beko na katala wanapenda vita haina solution mkila mikini, na vita tunaiyo iko natoka na mugazungu me haina necessaire. Hatuwezi kukala kimya, tunapashi kuweka mawazo fashi moya na tuone namna kani tunaweza kusaidia mkini yetu ya Kongo pour que Kongo tushinde vita na tuende mbele. Lakini baada ya mkutano huu kumepangwa pia kuundwa serikali mpya ambayo lazima iwakilishe wakongomani wote, upande wa upinzani, upande wa chama tawala, na serikali hii itakuwa na lengo moja, kuangalia namna gani kudhibiti upya maeneo yote ambayo yamedhibitiwa na waasi wa M23 na kuangalia vipi kukinga mipaka ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Belechi Msoshi, BBC, Kinshasa. Wakati huo Thomas Lubanga ambaye ni mhalifu wa kivita kutoka DRC anaishi nchini Uganda ametangaza kuunda vuguvugu jipya la waasi ambalo linalenga kuipindua serikali katika mkoa wa Ituri uliopo mashariki mwa DRC, hali inayokadiriwa kusababisha matatizo zaidi katika eneo hilo ambalo linakumbwa na vita. Ituri iko kaskazini mwa Kivu ambako jeshi la Kongo linapata ushindani mkali kutoka kwa waasi wa M23. Lubanga amesema ana ushawishi mkubwa wa kisiasa na kijeshi na kwamba ana wapiganaji katika maeneo matatu ya Ituri na kuwa eneo hilo linahitaji mabadiliko makuu ya kiserikali. Mwaka jana wataalamu wa Umoja wa Mataifa walimshtumu kwa kutoa wapiganaji waliounga mkono wa M23. Lubanga alihukumiwa mwaka 2012 na mahakama ya jinai ya kimataifa ya ICC kwa miaka 14 gerezani kwa kosa la kuwasajili watoto kuwa wanajeshi. Aliachiliwa huru mwaka 2020 baada ya Rais Tshisekedi kumteua kuunda jopo la kuleta amani katika eneo la Ituri. Eneo la Ituri limekumbwa na misukosuko iliyosababishwa na makundi kadhaa ya kivita kwa miongo mingi. Sasa ili kufahamu zaidi yanayoendelea DRC, tuungane naye moja kwa moja mchambuzi wa masuala ya usalama Dr. Edgar Githua kutoka Nairobi. Dr. Githua, hatua hii ya Thomas Lubanga kuanzisha kundi la waasi huko Ituri inamaanisha nini? Asante kwa swali lako Roncliffe. Hatua hii italeta hatari zaidi katika upande wa Ituri, upande wa DRC mashariki, kwa sababu kumbuka tayari tuna changamoto ya M23 na vikundi vingine za waasi. Kwa hivyo Lubanga pia akizibua kikundi chake ameleta changamoto nyingine, na kumaanisha sasa itakuwa sio M23 peke yake bali kikundi cha sasa Lubanga, na hivyo vikundi vingine vidogo pia vinaweza pata nguvu ya kuinuka, kumaanisha amani haitapatikana hivi karibuni.
Namna hatua hii Dr. Githua inaleta changamoto zipi katika michakato ambayo imekuwa ikiendelea kumaliza mgogoro huko mashariki mwa Kongo? Changamoto ambayo ni kubwa sana ni kumaanisha sasa bali na M23, bali na kuongea na kikundi cha M23 na kuongea na kikundi cha Congo River Alliance, ni kumaanisha pia Lubanga lazima hesabu zake pia zipigwe. Ni kumaanisha hatua yote ya amani ambayo imekuwa ikifikiwa, sasa hesabu ya Lubanga lazima iwe katika huo mchakato, na asipoongeleshwa, watu wasipokumkaribia na kuelewa ni nini haswa anachohitaji, amani haitapatikana hivi karibuni upande wa mashariki DRC. Huyu Lubanga alishtakiwa na mahakama ya ICC miaka kadhaa iliyopita. Dr. Githua, huyu Lubanga ana nguvu gani kijeshi na kisiasa katika taifa la DRC? Lubanga ana ushawishi mkubwa kwa sababu ana wafuasi wengi pale upande wa Ituri. Na vile ameenda katika mahakama ICC na amerudi, lazima amejaribu kujimudu kisiasa. Vijana wake, wafuasi wake bado wako. Wale ambao walikuwa nashtakiwa kuwa walikuwa vijana katika jeshi lake, sasa ukihesabu hiyo miaka amekaa ndani, sasa ni watu wakubwa, ni watu ambao wanaweza ingia katika jeshi lake hata kama ni jeshi haramu. Kwa hivyo Lubanga ana ushawishi. Lubanga sio mtu wa kupuuzilia, sio mtu wa kudharau, ni lazima itabidi hesabu yake iangaliwe. Na wakati yote haya yakiwa yanaendelea, mchakato wa kutafuta amani ndani ya DRC pia unaendelea. Rais Tshisekedi amekuwa na mkutano leo na wadau mbalimbali kutoka vyama mbalimbali, japo kuna baadhi ambao wamepuuza na wamekataa kuhudhuria. Swali ni je, mchakato huu utafanikiwa? Utafanikiwa, lakini itakuwa ni mambo itakuwa mvute, itakuwa nipe nikupe. Tshisekedi lazima kuna mambo mengi itabidi akubali kuyasikiza, na sasa kuingia kwake Lubanga katika mchakato huu, katika hivi vita, huu mgogoro huu umeleta changamoto nyingine kubwa sana. Kwa hivyo utakuta kuingia kwake Lubanga, kwa maoni yangu, itamfanya Tshisekedi sasa achanganikiwe, ni kundi lipi atakalolisikiza, ni matakwa yapi atakayoyasikiza, ni vikundi vipi atakubali kuyasikiza. Kwa hivyo amani itapatikana, lakini sasa mambo hayatakuwa rahisi vile tulikuwa tunafikiria hapo awali. Naam, sasa kwa ufupi haya yote yanamaanisha nini kwa hali ya kibinadamu katika eneo la mashariki mwa DRC? Ni kumaanisha kwa mfano sasa tukiangalia upande wa Ituri, sasa huenda ikawa kama Lubanga tishio lake ataweza kuinua jeshi lake. Ni kumaanisha sasa akina mama, akina dada, watoto, haki za kibinadamu zinaenda tena kuzoroteka upande ule. Tutapata tena kuna shida nyingi sana, labda hata maafa mengine, na utakuta kuwa kutakuwa na kilio kingi sana upande wa Ituri. Shukran sana Dr. Edgar Githua.